Kwa nini kila mwanaume, yani una attract wanaume wenye, sijui mtanielewa aje. Sawa, sijui mtanielewa kivipi madem. Hii wanaume ndio naona ni kama wanaweza wakaelewa vibaya juu tunaongelea kuhusu wanawake. Ni kwa nini una attract wanaume wenye wako chini zaidi yani? Kila mwanaume yani kila mwanaume mwenye unapatana naye una attract wanaume wenye wako wanakupenda, ni wale wako na 1 2 3. Wakati mwingine ulikuwa unaona, wakati tulikuwa tunakuwa tukiwa wasichana na wazazi wa kitambo, hii kitu walikuwa wanaiamini sana. Msichana wangu ataolewa na tajiri na atusaidie. Hii kitu ilikuwa. Na hata wasichana wa kitambo mlikuwa mnaona sana vijana wa matajiri walikuwa wanaoa wasichana maskini sana sana. Lakini vitu siku hizi zinaenda, yani hizo vitu ni kama ziliisha guys. Ulikuwa unaona kila mzazi mwenye alikuwa na msichana, katika ile kila boma kukua kuna kosa msichana mmoja alikuwa anaolewa na tajiri. Mungu mmoja, kama nimeongea rongo munisamehe. Kwa kila familia kuna msichana alikuwa anaolewa na tajiri, na huyo msichana ndio alikuwa anasaidia familia yao. Ni kwa nini siku hizi hata tupatani, hata tumezaliwa wasichana kama 10, kwa nini hata mmoja asipatane na tajiri? Kwa nini hata mmoja apatani na familia yenye iko na uwezo hata wakwamue wazazi? Juu wasichana ndio wanasaidianga wazazi. Aolewe na mtu mwenye ana pesa, akuwe na pesa, asikuwe na pesa, msichana, watoto wasichana wanasaidianga wazazi kuliko vijana. Hii ni ukweli yenye iko huru, iko nini kabisa. Na ilianza zamani, si ati imeanza saa hizi. Na ndio maana wanaume, yani wazazi walikuwa wanajua tusichana twao hawatakosa kamoja kenye katolewa na tajiri. Lakini siku hizi inakuwa kuna baadhi ya wanawake, si kila mwanamke anapatana na mwanaume maskini, lakini wewe umejipata uko na hii shida ya kuattract watu the same, yani watu wa chini kabisa, mpaka wakati mwingine unauliza God, God, si unitafutie hata mwanaume at least yako na uwezo kidogo. Lakini every time unapatana na mwanaume mwenye ako chini zaidi yako, wewe ndio unamuinuanga. Guys, wewe ndio unamuinuanga. Na unajua kimaumbile mwanamke, mwanaume anafaa akuinue instead ya wewe umuinue. Na pia si dhambi na si vibaya kumuinua mwanaume, ndio nataka nieleweke vizuri. Si vibaya na si dhambi kupatana na mwanaume mwenye ako chini na kumuinua. Lakini unapata at the same time au wanaume wako chini unapatana nao, ukishawainua kwa namna moja ama nyingine wanakuacha. Sasa shida inakujia hapa, wanakuacha. Mwanamke ushawaika hivi ukajiuliza tatizo inakuanga ni nini? Leo ndio nataka tuongelee hii tatizo. Na tushaongelea hii kitu mara mingi ya kuattract watu the same. Unapatanga una-attracting tu walevi, ule mwanaume mwenye ulikuwa naye ni the same na mwenye uko naye na ni the same na huyo mwingine, hivyo kulingana na wale watu umedate. Hii kitu waga inakuwa common sana. So guys, nataka wanawake tujielewe ama uelewe. Mara nyingi wale wanawake wana-attract wanaume maskini ama mwanaume mwenye ako na mashida tofauti. Nataka nikwambie wewe ni mwanamke wa aina gani. Sijakuja hapa kukuambia ati uachane na yeye ama ati mwanaume mwenye maskini afai kupata mwanamke. Hapana, sijakuja na sina hiyo imani hata kidogo. Unaweza ukaolewa na mtu yoyote. Mali Mwenyezi Mungu ndio analetanga, na mara nyingi kila wakati unaweza ukakuwa wewe ndio uko nacho, mume ako nacho wewe hauna. Kwa hivyo nataka nieleweke, sijakuja kusema ama sijakuja kupinga ati kuolewa na maskini ni vibaya. Munielewe tafadhali. Juu najua mdomo msikizangi na masikio, mnasikizanga na mdomo. Ndio maana mtaropokwa haraka haraka. Sawa? Wasichana, ukiona una-attract wanaume wako chini kifedha ama mwanaume ako na shida ingine tofauti, wewe unaweza ukakuwa nataka uende ujiangalie ndio ujielewe na ujue venye mtasaidiana na huyo mwanaume. Juu wakati mwingine ina happen, inajirudia na inajirudia na inajirudia tena na tena. Sasa utafanya nini? Si huyo tu maskini mwenye utampata ndio utajijenga na yeye, umuinue na
uombe Mungu akue, sio wenye wanaume wanainuliwa na wanawake alafu baadaye wanaua mwanamke ama wanaacha mwanamke wakishaona sasa ameinuka. Uombe Mungu asikue ni hiyo samburi. Kwa tu yule mwanaume mkinuka pamoja ata appreciate, si ndio? Sasa unapatanga wanawake wengi wenye wako na hii shida ni wanawake wale mara nyingi tunasemanga nini yao ni sipendaki kuongelea kuhusu hizi sitawata hivi zinaitwaje hizi, unapata asili yake, unapata ni mwanamke mwenye huruma sana. Mother Earth ni asili yake, ni mchanga, unaona, yani ni kama mama, yani unakuwa na huruma zaidi. Ama katika group zetu niwaambie kwa ile kizungu mtaelewa wenye imefanywa utafiti, kila group ina characters zake, na kuna group moja la wanawake wanakuanga na huruma sana. Bora usiwafanyie maudhi, uanga wana huruma sana. Yani unaweza ukiwapata ukiwa na shida, uanga wanakusikiza na wanakuhurumia, na uanga wanajaribu venye watakusaidia. Wakati mwingine wakuangi wanakupenda, lakini katika kule kukuhurumia na kukusaidia, mapenzi inaweza ikajitengeneza pale. Mnaelewa? Sasa mmeelewa kuna elements zenye zinakuanga na wanawake. Sasa tumetoka kwa damu. Sasa wenye utaenda kuchunguza ni damu gani, sitasema. Juu mtaenda kutekia wanawake advantage. Na already mnawatekianga advantage. Unaona? Mpaka ile siku wenyewe wataamua. Juu nao wakikaa hivi wakirealize mnawatekia advantage, wanakuanga wabaya. Tukirudi kwa elements, kuna elements zenye unapata zina huruma sana, na kuna baadhi ya elements zenye ukishikana na hiyo element lazima itakuinua, lazima utainuka, au utatoka pale bila, hata kama ni mwanaume hautokangi bila, unaona. Au alafu ukipata wewe ni mwanamke wa hii design ama ukijipata wewe ni mwanaume, kila mwanamke ukipatana na yeye anakuanga na matatizo. I happened kwa wanawake peke yake, but wanawake ndio wanajiuliza hii swali, kwa sababu mwanaume ni wa kusaidia mwanamke. So hata wakati anasaidia mwanamke inaonekananga tu ni kama normal, lakini unaweza kuwa wewe ni huyu mwanaume, kila mwanamke ukipatana na yeye, either amefukuzwa na bwana yake, ako na watoto, unamhurumia, unamchukua, unaanza kumsaidia. Ukipatana na mwingine the same. Yani wanawake wenye unapatananga nao wanakuanga na mashida zenye mpaka unawahurumia tu, unasema huyu acha tu nimchukue. Kuna wanaume kama hao inawapatanga, na kuna wanawake wenye pia vitu kama hizi zinakupata. Unaweza ukapata mwanaume hata labda aliachwa na mke wake, ako na watoto, ama akafiwa na mke wake, ako na watoto, unasaidia, na the end of hiyo kusaidia unaumizwa. Kwa sababu gani? Hii ina happening hivi, wewe una huruma sana, alafu katika ile huruma yako mtu yoyote mwenye amekuja akiwa na shida umuachangi. Katika ile kumsaidia hata kama ukuwa na mambo ya mapenzi, ile mapenzi inaingilia hapo na anakufanyia baya, kwa sababu wewe umekuwa ile na ule moyo wa kusaidia, na yeye akakutekia advantage na anajua hakupendi. So the end of the day mtaachana na yeye. Ukikaa hivi kidogo upatane na mwingine tena kwa na shida kubwa kuliko ya ule mwenye ulikuwa na yeye. So the end of the miaka yako yote unajipatanga unapatana na wanaume the same, kwa sababu na wewe unakuwa na huruma sana. Mwanamke, huruma, angalia, utakufa vibaya. Na miaka itaenda, na wakati utakuja kurealize watu wanakutekea advantage mwanamke mwenzangu, miaka itakuwa imeenda. Au kwa peke yako. Hii kitu waga ina happen sana kwa wanawake wengi, na wanawake mkitaka kufungua nyoyo zenyu venye sometimes mnafunguanga, kujeni mcomment hapa. Hata kama sitakujibu, kuna mtu atalani kutokana na story yako. Hii kitu imekuwa imehappen, umefikisha 40 years, umefikisha 70 years, na bado hujaipata mwanaume mwenye anakupenda, hujaipata mwanaume mwenye hata anakuambia nitakusaidia ama ashakusaidia. Unapatanga wewe ndio unatoa, na katika kule kutoa unarudi nyuma, kwa sababu wewe unatoa instead ya muendelee mbele, anakurudisha nyuma tena.
juu yeye hakukupenda, alitaka ule usaidizi wako. Na wewe juu uko na roho nzuri sana, Mwenyezi Mungu amekuumba hivyo na uwezi ukachange. Si ati utachange, lakini angalia, kuwa careful. Sasa kuwa careful na ujiekee mikakati. Mtu yote mwenye amekuja katika maisha yako na shida, msaidie, lakini ikikuja ni wakati ni relationship, mapenzi, ni mapenzi, kataa mpaka we msaidie aende. Akienda akisaidika, sasa akitaka kukurudia akiwa hana shida, akikurudia utajua kweli huyu amenipenda kweli. Unaona? Lakini kuna wakati mwingine sisi wanawake tunakuwa tunakuwa giver sana. So katika ile kugive, mwanaume ana take advantage, anaanza kujifanya anakupenda lakini hakupendi. Anachuma, anaenda anapeana kwingine. Sawa? Kufikia hapo nimeeleweka. Na pia wanaume, pia nyinyi unapata wewe ni mwanaume na umepatana na shida kama hii. Ukiwa tu mwanaume mzuri, rijal ako na nguvu zake za kutafuta. Hii kitu inakupata mwanaume. Kila mwanamke ukipatana na yeye ako na mashida, aliachwa na mtoto. Mwingine hata nishaona wanaume wengi wamelea mimba zenye sio zao na wanajua tu. Wanazichukua, anakava ule mwanamke, mpaka watu wanajua mtoto ni wake, lakini baadaye mwanamke akipata nguvu anaenda. Hizi vitu nimeona. Unaona? Nimeona kuna wanaume wengi wanapitia hii challenge. Mwanaume, wewe ujue wewe ni ule giver. Pia kuna wanaume giver. Na siku zote ukikuwa giver, uwanga ni ngumu sana kupata mpenzi wa kweli, kwa sababu kwa ile kind yako, yani ile kukua na huruma, watu wengi wanakutekianga advantage na mwisho wa siku mababa utakufa maskini. Kwa hivyo utapata the time unakuja kurealize nguvu zimeisha, umezeeka, umechakaa. Ndio hii unajua sasa hii tukizeeka, wazee hawana huku kwa nini? Yani unapata tu hata ukikuja hapa kwa mtandao unaambiwa unatukanwa. Yani uzee imekuwa ni kitu ya kutukaniwa. Imagine kuzeeka siku hizi hata Kenya ni hatia. Ukizeeka unatukanwa. Na mwenye anakuona ni mzee, kwa nini anakuona wewe ni mzee? Kwa sababu yeye amezeeka. Angekuwa yeye ni mtoto, angekuona wewe ni mzee. Siku zote ukiona mtu amezeeka, sio yeye anakuanga amezeeka. Imagine ni wewe umezeeka. Ni wewe umezeeka, ndio sasa unaona wazazi wako ni wazee kwa sababu umezeeka. Wakati ulikuwa mdogo au kuwa unaona wazazi wako wakiwa wamezeeka kwa sababu hawakuwa wamezeeka, wewe ulikuwa mtoto. Sasa wewe umegrow, ndio maana unaona wazazi wako wamezeeka, juu wewe ndio umezeeka. Guys, tufike mwisho wa video yetu. Usisahau kwenda kwa YouTube channel yangu, usubscribe, hit notification. Sasa nataka tuwachanganye sasa tuko katika ile kuchanganya maadui. Unajua maadui sasa wanachanganyikiwa, wanashindwa Zamzam form ni gani? Yaani maadui wanachanganyikiwa. Enda uchanganyishe pia maadui zako hivyo. Unaona? Mimi sasa kuna maadui nachanganya. Wanashindwa ni nini? Kwani tumewini? Kwani unaona? Tulijua hata eza. Nilikwambia huyu hata nieza. Sasa kuna watu wanafurahia. Unaona? Siku zote kuanga unafanya mabadiliko katika maisha yako. Sawa? Usiende tu na njia moja, wewe unaendanga na njia moja mpaka adui anajuanga huyu anapitanga hapa. Hapana. Leo ukipita hii, kesho unapita ile. Leo ukipita hii, kesho unapita ile. Ubarikiwe. Niliwaambia hapa kama IQ yako iko fiti, utaelewa venye nimesema. Changanyisha maadui, wachanganyishe.